Afrika aliongoza katika nchi ya Liberia, mwanamama. Aliongoza hivi karibuni pia katika nchi ya Malawi, Banda, mwanamama. Sasa hivi yuko katika nchi ya Namibia, anaongoza mwanamama. Lakini taifa ambalo kwa asilimia ya maendeleo, na nazungumzia mambo ya jumla, limetoka kwenye kiwango hiki cha uchumi ikafika kwenye kiwango hiki, limetoka kwenye kiwango hiki cha mtandao wa huduma za afya ambazo zinatuhusu sote ikafika kiwango hiki, elimu na mambo mengine ambayo sio mahala pake leo kuyaongelea. Mama Samia, kwa neema ya Mungu, kwa ubunifu wake, na kwa kweli kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio imeshika hatamu ya kuongoza nchi yetu, amejaliwa sana kusimama imara kuliko watu wengi waliokuwa wana mashaka. Na moja, mimi nitakapozungumza baadaye na Wakristo jioni, nitawaomba wamfanyie dua, wamwombee. Ukimwombea rais wako, unaiombea nchi yako. Na bila sala na maombezi, na Waislamu wanasema dua, nchi haiwezi kusimama imara. Na kwanza yule ambaye ni kiongozi wetu, ambaye Mungu ametupa mfano. Mimi nina mtoto wa kike anaitwa Sera, mdogo, ana miaka 14. Akimtazama Mama Samia anajiona kwamba kumbe na yeye ana nafasi yoyote katika Jamhuri hii ya Muungano na katika dunia. Hakuna jambo ambalo litamshinda. Ameifungua mioyo ya Watanzania kuona hakuna ukomo kwa mtoto wa kiume, wala hakuna ukomo kwa mtoto wa kike, hakuna ukomo kwa mtu wa dini fulani, wala dini hii kutoka bara wala visiwani. Tanzania imekuwa jamhuri shirikishi ya watu wake. Kwa hiyo na rais wetu hivi karibuni ana msemo mzuri anaosema, kipindi kama hiki kuna watu huwa wanaamua kuwachokoza watu wengine. Kwa mfano makundi mbalimbali, awe mvuvi anamchokoza huyu. Sasa yeye huwa anawaambia watu kwamba kila kundi lisichokozeke. Kama ni Waislamu wakichokozwa wasichokozeke, kama ni Wakristo wasichokozeke, kama ni wafugaji wasichokozeke. Kwa sababu kipindi kama hiki ni kipindi ambacho wako watu wanatoa lugha ambazo sio sawasawa, lugha za kuudhi, lugha za kuchochea. Sasa rais wetu anatutaka sisi wote tusichokozeke. Mimi mkuu wa mkoa nisipochokozeka, shehe wa mkoa asipochokozeka, wewe Nyarandu usipochokozeka, maana yake wale waleta chokochoko hizo wataona hawa watu ni watu wako kitu kimoja, bila kuzingatia itikadi zao za dini, za vyama au makabila yao. Tanzania ni nchi moja. Kwa hiyo sisi Waislamu tuna dawa kubwa kabisa inayoitwa subira. Subira ndio kila kitu. Hata wanaokuchokoza lazima hii aspect ya subira uiweze kuiweka mstari wa mbele. Kwa hiyo ni muhimu sana. Sasa sisi kumsaidia mama katika kufanikisha azma ya ushindi wa kishindo ni kuendeleza tu maombi yaliyo makubwa, kwa maana mama tu mwenyewe ni lango la maarifa, mama ni falsafa, mama ni taasisi. Kwa hiyo kulingana na wingi, hata sensa inasema wanawake ni wengi. Sasa sisi tutaendeleza tu yale ambayo tunastahili kuifanyia jinsi ya kwetu ya kike, alafu kuionyesha tu kwamba huwa ina nguvu na itasimama kama ambavyo inatakiwa isimame. Na ikisimama yenyewe huwa ndio kila kitu kinakuwa sawa, amani huwa inakuwepo, kila kitu kinakuwepo. Na ni watu wanakiri tu kimoyomoyo na wanataka tu wasiamini kwamba haya yanatokana na mwanamke, lakini kiasili mwanamke ni falsafa nzima na ndio mtazamo mzima. Na jamii nzima ili ikae kwa salama ni mwanamke aamue kuwa tu ametulia. Sasa na madhali kichwa cha yule mama kimetulia, miujiza mingi inakuja mbele. Kwa hiyo sisi tumsupport kwa namna yoyote ambao sisi tunaiweza, na tuendelee katika haya mambo.